Hello, ni wako mpendwa Mr. Baisam. Hii ni Crypto Island Pro ambayo ipo kwa ajili ya kukuhabarisha na kukufunza fursa mbalimbali za kutengeza kipato kwa njia ya kidigitali ama online. Hakika simu yako tu kwa sasa inaweza ikawa ajira tosha kwa upande wako. Karibu katika episodi hii ya 3 na sehemu hii utajifunza AI trading tools. So you are most welcome. Crypto Island Pro inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa. Karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidigitali. Hello, yes, karibu sana na tuendelee tulipoishia katika video iliyopita kwamba tulizungumza kwamba ROQ ina muundo wa sehemu kuu mbili. Okay, na sehemu ya kwanza tulizungumza kwamba ina muundo wa mfumo wa AI trading tools, na mfumo wa pili tukazungumza kwamba ina mfumo wa affiliate au compensation system. Kwa tukumbuke kwamba mifumo hii huwa haingiliani. Kwa katika video ya leo tutajifunza mfumo huu wa kwanza wa AI trading tools. So mfumo huu ukoje? Cha kwanza kabisa cha kuzingatia kwamba mfumo huu ni mkusanyiko wa vifaa vyote muhimu vya kurahisisha biashara ya trading. Kwa ni mkusanyiko wa data zote ambazo zinazomrahisishia mtu kutrade. Lakini pia jambo jingine ni kwamba unatumia mfumo wa teknolojia wa automatic trading, kwamba AI trading tools ya ROQ inaweza ikatumika kwa namna kuu mbili. Inaweza kutumika katika namna ya kufanya manually, wewe mwenyewe ukafanya ukasimamia, lakini kuna baadhi ya muda pia ukasema lifanye automatic. Ni sawa na gari ambazo zina gia zote mbili, either ni manual automatic, right? Yes. Kwa hiyo kama hivyo. Lakini pia kingine ambacho cha kuzingatia ni inatumia kanuni maalum ambayo zinaitwa algorithm kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kibiashara. Okay, itakuja kuifafanua vizuri zaidi mbele, lakini kwa hivyo sasa tuangalie jinsi trading tools inavyofanya kazi. Okay, cha kwanza kabisa mtumiaji huunganisha robots, tools na exchange kupitia API. Okay, kama tulivyojifunza kwamba lazima kuwe kuna application ya robot, kuna kuwa na app yake. Okay, na huku pia kuna application maalum kwa ajili ya exchange. Mfano kama Binance. Sasa hizi application mbili, kuna application ya kwanza ya ROQ na application ya pili ya Binance. Kwa hizi application mbili ili ziweze kufanya mawasiliano inabidi zitumie kiungio maalum inaitwa API, ambacho kirefu chake ni application programming interface. Ipo kwa ajili ya kutoa mawasiliano baina ya application hizi kuu mbili. Kwa hiyo application ya ROQ ndani kuna setup nyingi sana ambazo setup hizo zinatumika kwa ajili ya kufanya trading kwenye exchanger, na baadhi ya setup hizo huwa hazimo direct kwenye exchanger. Kwa hiyo exchanger hii inakuwa ni kama TV, kama TV yako, kuna baadhi ya button huwa hazimo, lakini hii unachukulia kama remote, ile remote ya TV ambayo kuna button tele ambazo kwenye TV huko zinaenda kufanya kazi direct, kwa sababu ndani ya TV kuna baadhi ya button huwa hazipo. Okay, kwa hiyo hiyo iko mithili ya design kama hiyo. Okay, yes. Lakini pia kingine cha kuzingatia ni kwamba API hii huwa haina ruhusa kutoa fedha. Kwa hiyo usije ukashtuka. Kuna namna ambavyo Binance wao wamelinda, hakuna uwezekano wa kitu chochote ambacho utakachokiunganisha pale kitakuwa na uwezo wa kufanya withdraw. Otherwise labda low hicho kitu, lakini huwa hatuwa low kabisa. Okay, kwa sababu ya usalama wa fedha zetu kuto kuingiliwa na kitu cha design yote. Lakini pia jinsi inavyofanya kazi, ROQ inatumia mfumo yote ya kutrading, inatumia mfumo unaitwa matingale. Utakuja kuona ukishakuwa ukishanunua robot ukiwa unalitumia, kwa sababu nikikufahamisha sasa hivi nitakuwa na kuchanganya. Ni aheri bora kwanza uwe nalo robot tayari, alafu tu tunajifunza kivitendo, otherwise litakupa shida. Kwa hiyo kuna ROQ inatumia mifumo yote. Kuna mfumo unaitwa matingale trading, kuna mfumo unaitwa grid spot trading, kuna mfumo unaitwa future trading. Kwa hiyo ROQ anazo setup za kutosha za kutrade katika mifumo yote hii ya kutrade mifumo ya cryptocurrency. Okay, kwa hiyo jinsi inafanya kazi katika mfumo wa namna hiyo. Lakini pia
ROQ huwa inafanya kazi kwa kununua bei ikishuka na kuuza bei ikipanda, au kinyume kwa future. Kwa hiyo ni kama biashara ya kawaida. Katika sport huwa tunafanya biashara ya halisi kabisa. Mfano bei iko hapa, labda inanunua, ikipanda inauza. Kwa hapa inanunua, bei ikipanda inauza. Kumbuka hii sport trading ni biashara ambayo unakuwa unamiliki asset zako. You own asset ambazo unazonunua. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa umetoa labda $50 mfano, ukanunua Bitcoin labda mfano Bitcoin moja. Kumbuka Bitcoin moja sio $50 kwa sasa hivi. Huu ni mfano tu, okay? Kwa BTC moja yako hii itaendelea kuwepo milele. Kwa hiyo kama umenunua hapa, manake kama bei ikipanda haimaanishi kwamba BTC yako imeongezeka, hapana, isipokuwa thamani ya BTC moja imeongezeka. Kwa hiyo ikitokea bei ikishuka haimaanishi kwamba BTC yako imepungua, hapana, isipokuwa thamani ya Bitcoin moja imepungua. Kwa mfano imeongezeka, imefika mpaka BTC moja, BTC ni sawa sana $55. Kwa ukiuza utapata faida ya $5. Okay, na hata kama ikishuka ikifika labda BTC moja ni sawa sana $45, maana yake ukiuza mpaka uuze ndio unapata hasara ya $5. Ni sawa sana mfano wa mfumo wa viwanja. Unaweza ukanunua kiwanja chako, ngoja niandike hapa. Mfano unaweza ukanunua kiwanja chako labda chenye square mita 50 kwa 50. Sawa? Kwa umetoa milioni 3, umenunua kiwanja chako cha square mita 50 kwa 50. Baadaye sasa kama viwanja vikipanda bei haimaanishi kiwanja hichi kimeongezeka, hapana, bali thamani ya kiwanja hichi kimepanda bei. Sasa hivi unaweza ukauza kiwanja hichi labda milioni 5. Kwa hiyo hata ikitokea thamani ya viwanja vimeshuka bei, maana yake haimaanishi kiwanja chako kimepungua, hapana, kiwanja chako vile vile, na utaendelea kuwa na kiwanja kile kile chenye ukubwa ule ule milele mpaka unaingia kaburini, isipokuwa thamani yake huku ndio inapungua. Kwa hiyo kama utaamua kuuza kiwanja kwa milioni 5, maana yake utapata faida milioni 2. Lakini kama utaamua kuuza kiwanja chako kwa milioni 1, maana yake utapata hasara ya milioni 2 pia. Kwa hiyo hii kupata faida au hasara mpaka wewe mwenyewe uamue kuuza. Kwa hiyo ni sawa sana, ndio biashara ya spoti. Kwa hiyo sport trading ni biashara halali ambayo mtu ananunua asset halali, na asset zile zina mfumo wa kupanda bei na kushuka, lakini haimaanishi kwamba asset ile inaongezeka, hapana. Inayoongezeka ni bei na kushuka ni bei. Kwa hiyo ikiongezeka unauza, ikipungua unanunua. Kwa robot huyu anafanya kazi ya kutrade hizi matingale na grid spot trading pamoja na biashara nyingine inaitwa ya future. Sasa kwenye future kuna utofauti kidogo, tutakuja kuangalia mbele pale ambapo ushakuwa tayari sasa unataka kutrade, tutafundishana katika tutorial zinazofuata. Okay? Kwa hiyo iko kama hivyo. Lakini pia jambo jingine tunatakiwa tuangalie mahitaji ya kutumia ROQ trading. Sasa kuna nini ambacho kinahitajika ili uweze kutumia hii robot la ROQ? Cha kwanza kabisa unatakiwa uwe na akaunti au uwe na application ya ROQ robot. Inabidi uingie katika Play Store yako, au kama unatumia iPhone unaingia katika App Store yao. Okay? Kwa una download una download ROQ, lakini make sure una download kwa kupitia linki. Na link itakuwepo katika description ya video hii. Make sure una download kupitia linki, kwa sababu otherwise kuna linki nyingi za kitapeli. Au mwambie aliyekutumia video hii akutumie linki ili uweze kuingia moja kwa moja kwenye application halali ya ROQ. Okay? Kwa hiyo cha kwanza. Cha pili ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kuhakikisha kwamba uwe na account ya exchange, mfano kama Binance, ya Bybit au HTX au Kraken au Indodax au OKX au KuCoin au Mexic. Hizi zote hizi ROQ mfumo wao wanaweza wakaingia katika exchange hizi kuweza kutrade. Okay? Kwa hiyo imeshakuwa integrate na system nyingi sana au na exchange nyingi sana katika mfumo wa namna kama hizi. Lakini jambo jingine ambalo unapaswa kuwa nalo lakini hapa sana hapa kwenye account ya crypto exchange nzuri yao ni kutumia hii account ya Binance. This is the best one ukicompare na hizi nyingine zote. Kuna baadhi ya nchi hii inakuwa haisupporti, kwa kama upo labda nchi nyingine
naweza nikakushauri ukatumia changer nyingine. Okay, kwa hiyo kingine ambacho unatakiwa kuwa nacho ukiacha mambo haya mawili ambayo ni lazima kabisa, lazima uwe na mtaji wa kuanza. ROQ peke yake inauzwa $120. Hii ni fedha ambayo unatakiwa kununua robot $120. Kumbuka huu sio mtaji, hii ni fedha ya kununua. Lakini cha pili, unatakiwa uwe na fuel fee, uwe na kitu kinachoitwa mafuta. Na hii mafuta unaweza kuweka kiasi chochote, lakini kuanzia $10. Unaweka, na haya mafuta nitafahamisha jinsi yanavyokwenda. Lakini cha tatu, uwe na trading capital, uwe na mtaji wa kutradia ambao unaweza kuweka kiasi chochote kile. Okay, unaweza kuweka labda $10, $5, lakini kwa kadri ambavyo unavyoweka mtaji mkubwa, basi faida inakuwa kubwa. Ukiweka mtaji mdogo na faida inakuwa ndogo. Lakini tufahamishe kidogo hapa kwamba $120 ukishatoa, umesha activate account, maanake hii ndio tayari itakuwa sustained kwa muda wa mwaka mmoja. Okay, kwa hiyo kama umeanza leo labda Januari 2026 mpaka Januari 2027 ndio robot lako lina expire. Kwa hiyo linakuwa sustained kwa muda wa mwaka mmoja peke yake, au linakuwa active. Okay, na hii ni moja kati ya safe net ya kampuni, kwamba unaweza kuuliza kampuni unapata wapi faida nini? Kampuni wao wanauza maroboti na ndio faida ambao wanaipatia huko. Okay, kwa hiyo wanahakikisha maroboti yao yaweze kufanya vizuri zaidi, ili liki expire robot lako upate moyo wa kununua. Sasa kama robot halifanyi vizuri, manake mwaka unaofuata utakuwa haulinunui tena. Okay, kwa they struggling a lot kuhakikisha kwamba wanafanya updating za kila siku, ili kuhakikisha maroboti haya yanakuwa synchronize vizuri kuingia katika soko na kuweza kufanya matukio mazuri. Lakini kingine hapa, hii fuel fee hii unaweka kiasi chochote. Mfano labda umeweka fuel fee labda $50, mfano tu, lakini unaweza kuweka $10, $15, ni kwa mwenye uwezo wako. Okay, umeweka mfano $50 hapa. Kumbuka fuel fee hii unaweka katika application ya robot ambayo ya ROQ, unaingiza mafuta. Lakini ukiingiza mafuta haya huwa hayaendi mpaka pale ambapo utakapotengeneza faida kwenye exchanger yako. Kwa hiyo ukitengeneza faida kwenye exchanger, kwa mfano kwenye exchanger umetengeza profit ya $100 nzima. Kumbuka hii ni profit, sio mtaji, no, ni profit. Kwa hiyo ukitengeneza profit ya $100, maanake ROQ application ya ROQ wao wanachosema ni kwamba wanataka 20% ya profit ambayo ulioipata wewe. Lakini kwa bahati mbaya ROQ hawawezi wao kutia mkono kwenye exchanger yako wakasema tunapunguza hapa katika $100 tunazitoa hapa $20 tunaingiza kwenye mfuko wetu. Hapana, wao hawana uwezo wa kuingia katika akaunti yako kutoa fedha katika exchanger yako, isipokuwa wanaingia kwenye mafuta ya mkataba. Kama umeweka mafuta $50, maana yake utajikuta automatic yanakuwa deducted, yanapungua $20. Kwa kama umeweka mafuta labda let's say $50 hapa, utakuta yanapungua sasa, yanapungua $20. Sasa unakuta mafuta yamebakiwa na yamebakiwa na $30. Okay, kwa sababu $20 hii ndio inakuwa imekatwa huku katika dola yako 100 unaachiwa katika exchange yako, lakini mafuta yanapungua. Kwa ukipata faida nyingine, mfano unapata labda faida ya $50, ukipata faida ya $50 unakuta huku mafuta yanapungua tena $10, yanabakia $20, kwa yanapungua $10. Kwa mafuta hapa hayatopungua mpaka pale ambapo wewe unatengeneza faida. Usipotengeneza faida, mafuta hayaendi. Kwa hii ndio tunaita win-win situation. Manake ROQ ili wao wapate fedha, inabidi kwanza upate wewe faida, halafu wewe katika faida yako wanachukua 20%. Kwa kama hapa katika $100, faida ya $100, manake wao wanachukua $20, lakini wewe unabakiwa na $80. Kumbuka kwa sababu ni faida, kwa hiyo kwangu haina tatizo kwa sababu ni profit. Na hiyo $20 wenyewe hawawezi kuitoa hapa kwenye exchange kwa sababu hawana hiyo ruhusa. Watapunguza huku kwenye mafuta. Kwa mafuta huku yatapungua mpaka akifikia labda $5. Yakifikia 0, maanake robot huku halitrade tena. Wanakuambia sasa hatuwezi kutrade, tuwekee kiwango chetu cha kama bondi sasa.
ili wewe uweze kutengeza faida, lazima na huku kuna kitu ambacho sisi binafsi huwa tunakikata kulingana na ile 20% ambayo tunahitaji, kwa sababu hatuwezi kukata direct kwenye exchange yako moja kwa moja. Okay, kwa hii ni mbinu ambayo hawa mabwana huwa wanatumia na hapa ndipo ambapo ni biashara ambayo inakuwa ina make sense kuliko ni biashara ambazo hujui faida inatoka wapi, kampuni unapata nini, kila kitu kiko wazi. Na ndio maana RaWQ ukiingiza katika AI chatting box zote, mfano ChatGPT, wapi ukiingiza, ukiwauliza, wanakuambia RaWQ ni platform halali, kwa sababu watu wake jinsi wanavyotengeza kipato, na yeye basi wanapata kipato kwa mithili ya design kama hiyo. Okay, kwa hiyo na trading hapa maana yake unaweka any amount, unaweza kuweka kiasi chako na kiasi chako kile kinakuwa kiko safe kwa sababu kimo ndani ya exchange yako. Huku hakuna withdraw kwa sababu fedha yako iko pale pale unao mwenyewe, isipokuwa unamuita tu robot na sasa njoo huku ni trade hapa, lakini usichukue pesa kwenda ku trade huku. Ni sawa sawa na mtu aliyekuwa na shamba shamba labda la miwa, alafu ananunua trekta China linakuja kulima kwenye shamba lake akiwa analiona. So shamba linachukuliwa na trekta linaenda kulimwa China. Shamba lako linalimwa pale pale wakati mwenyewe ukiwa unaliona. Yes. Kwa hiyo natumai hapo umeelewa vizuri. Okay, kwa hiyo ipo ya design hiyo. Kingine ambacho unapaswa kuwa nacho, mahitaji muhimu sana kuweza kufanya trading, ni kitu kinachoitwa simu au kompyuta. Sana sana simu tu inatosha. Kompyuta sometime inakuwa haiko flexible, portability yake inakuwa ni ngumu, lakini simu tu popote pale unatradia, na kwa sababu na robot, basi simu tu pekee yake inatosha. Lakini kingine ambacho unapaswa kuhitaji kuwa nacho ni kuwa na internet au wifi kwa ajili ya kufanya setup. Okay, hii ni setup tu lakini kumbuka roboti hili halitegemei kabisa kwamba kufanya kazi kwake lazima uliunge na internet. Kwa unaweza ukajiunga labda na wifi au ukaweka MB zako, halafu ukaliingiza katika mfumo ukafanya setup zako. Ni kama vile unaandika barua unamwandikia barua, au unaandika trading plan trading plan ambayo ni muhimu sana kwa kila mtu awe na kitu kinaitwa trading plan. Kama wewe ni trader pro, manake utakuwa unanielewa, lakini kama wewe ni beginner ndo mara ya kwanza, huwezi kuelewa nini maana trading plan. Kwa hiyo hapa unampa kama karatasi plan zako za biashara, unamwandikia robot, mimi nataka hivi, kizuka hivi, fanya hivi, fanya hivi, unamwandikia vyote. Kwa robot sasa anaingia sokoni, anasoma ile barua yako au anasoma kile ambacho ulichomwandikia, anafanya kwa mujibu wa wewe jinsi ulivyotaka. Kwa either utamseti kwamba afate ile karatasi uliyomwandikia, au kuna button unabonyeza inaitwa AI, manake pamoja na karatasi ungeumpa, lakini pia aongeze na akili zake mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa iko hivyo. Kwa hiyo internet au wifi ipo kwa ajili ya kufanya setup tu. Huwa haina mambo mengine. Kwa hiyo ukishafanya setup zako, ushamwandikia barua yako kwamba aende sokoni akafanye nini, unaweza toka zima data au ukaitia simu kwenye swimming pool la maji. Au kama ukatafuta mwizi ukampa simu akimbie nayo. Okay, au ukaharibikiwa na simu kabisa, usiwe na simu, au ukatoa betri simu, basi roboti ana trade, anafata barua yako hata kama wewe data umezima kabisa. Yeye anaendelea kufuata barua yako. Siku utakapokuja kupata simu, au unaweza ukazima simu kwa rafiki yako, kwamba ngoja niazime niangalie roboti linaendeleaje. Kwa unazima, unaingia ndio unaunga kwenye internet, unaangalia matokeo yake kafikia wapi, halafu unamrejeshea. Kwa hiyo unaweza roboti akatrade hata kama data au wifi iko off kabisa. Okay, kwa hiyo iko kama hivyo. Lakini pia kingine ambacho napaswa kuwa nacho ni kupata elimu sahihi ya kutumia roboti pamoja na misingi ya trading. Kumbuka hii sio investment. Hii sio investment, wala huyu sio broker. Wewe huyu ni kama trekta. Unachukua trekta unakuja likulimie, lakini sasa kulima kwenyewe hujui, haujui mazao unalima yanastawi vipi. Wewe unachukua tu trekta alafu unalitia kwenye shamba lako, alafu unasema lilime, alafu utakuja siku ukipata muda. Hicho kitu hakiwezekani. Lazima ujue namna kilimo kinakuaje. Kwa hiyo trekta na baadhi ya mashine nyingine zitakuwepo kwa ajili ya kukurahisishia wewe kuweza kufanya kilimo kwa wepesi bila kuvuja jasho jingi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo roboti hili lipo kwa ajili ya kukurahisishia, lakini trading unapaswa kuifahamu.
Hata kama la trade automatic ni kama gari, lazima uwe dereva hata kama kuna gari za automatic. Kwa ili uweze kutumia gari lako lazima kuwa kuna baadhi ya vitu unavijua barabara, sheria za barabara, na unajua baadhi ya vitu ambavyo vinapaswa wewe kujua. Okay, kwa lazima upate elimu sahihi ya wewe kuweza kutumia robot pamoja na misingi ya trading. Ukiweza kupata elimu sahihi kwa watu sahihi, basi kila kitu unakuwa kimesort au tutaweza kutumia robot lako vizuri na litakuzalishia faida nzuri. Nimeona baadhi ya watu wanatumia robot hili wanapata faida kubwa sana. Lakini pia nimeona baadhi ya watu wanatumia roboti hili wanapata faida ndogo. Kwa unadhani ni kitu gani ambacho kinawatofautisha baina ya watu hawa mbili? Hakuna, zaidi ya elimu peke yake ndio inawatofautisha. Okay? Yes, kwa hayo ni mambo ambayo yanahitajika ili uweze kutumia RoyalQ. Lakini tuangalie sasa faida za RoyalQ trading tools zikoje. Kuna faida gani hasa? Ya kwanza kabisa, inakuwezesha kufanya biashara popote na inahitaji muda mchache sana. Kwamba biashara hii popote ulipo, tofauti na ule mtu mwenye maduka. Kama una duka lako labda liko Kariakoo, inabidi uende Kariakoo kila siku. Biashara yako huwezi ukafanya sehemu nyingine zaidi ya Kariakoo. Kama una biashara labda nyumbani na vitu kama hivyo, inabidi ufanye nyumbani. Okay, huwezi kufanya sehemu nyingine. Inabidi urande na mizigo. Kama unauza tiles au unauza vifaa vya ujenzi, huwezi kuranda navyo kila sehemu. Lakini hii ni biashara ambayo popote ulipo, ukiwa uko nyumbani umelala unafanya biashara, ukiwa upo kwenye daladala unafanya biashara, ukiwa upo kwenye ndege, ukiwa umesafiri. Kwa inampa mtu ile flexibility ya yeye popote kuwepo, basi na biashara inakuwa inaenda katika misingi yeye jinsi mwenyewe anavyotaka iende. Lakini pia vifaa vyote muhimu vya kutradia vimekusanywa sehemu moja. Kwa hiyo haina haja wewe kuanza kutafuta sijui exchange hii nzuri sana kwa sababu ndani yake kuna kifaa hiki, kwenye exchange hii hakuna, huku mara hii nzuri. Unanunua tools kit ambayo kuna vifaa vyote. Kama wewe ni fundi wa magari, basi unatafuta kama ile ile car tool kit, ile box ambayo kuna spana zote, spana hii salanki hizi spana za kufungulia mpaka ile nini ile kufungulia jeki. Na hata kama ikitoka spana nyingine mpya, basi inakuwa automatic inaingia katika toolkit ile. Au unaambia kuna kitu kingine kimetoka bana kipya, njoo, unafuata ile sehemu, unaenda kutiliwa kile kitu bure, au kile kitu kilichoongezeka bure unaingiziwa katika kile kiboksi chako. Kwa ndo RoyalQ jinsi ilivyo. Kwa hiyo imewekwa vifaa vyote vya kutradia vimekuwa sehemu moja, na hata kama kitatoka kingine kipya ambacho wao wamekifahamu, basi nacho pia automatic inabidi una update system ya RoyalQ na hicho kifaa kipya kinaingia ndani ya mfumo wa kutradia. Okay, kumbuka marobot yako mengi. Sio kama nafanya promotion ya RoyalQ peke yake, yako mengi, lakini kwa sasa hivi RoyalQ ni best robot kulingana na misingi yaliokuwa nayo, kulingana na uwazi ambao walioweka, na kulingana na faida ambazo watu wanapata na kila kitu jinsi kilivyokaa kwa sasa hivi. Hapo baadaye hatuwezi kujua mambo yatakuwaje, lakini kwa sasa hivi this is the best one. Okay, kwa hiyo iko hivyo. Lakini pia kingine ambacho unapaswa kukifahamu kama ni faida ni kwamba RoyalQ inafanya kazi masaa 24 kwa siku 7 bila uangalizi muda wote. Okay, maana yake unaweza ukawa umelala usiku, ukawa unafanya shughuli zako, unapika, ukawa unafua, huku unaliacha liendelee kufanya kazi hata kama wewe umelala, kwa sababu unalipa tu barua, unaandika barua jinsi unavyotaka wewe, halafu unalipa roboti lako linaingia sokoni, linaanza kufuata maelekezo yote yale. Muhimu ujue namna ya kuandika barua inaandikwaje. Kwa hiyo katika tutorial zinazofuata nitakuja kukufundisha namna gani bora ambayo unapaswa kumwandikia roboti lako, na kwa mtaji uliokuwa nao litakuletea faida nzuri takriban kila siku. Kisha kwa mwanachama hakikisha unanitafuta, au kama ni mwanachama tayari make sure unatutafuta CryptoLand Pro. Namba zetu zipo katika description, au ingia YouTube andika CryptoLand Pro, basi utapata taarifa zetu za kila sehemu. Okay, iko hivyo. Lakini pia kingine ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba inafanya kazi kwenye market live. Kwa nini ninavyozungumza live? Kwa sababu kuna tatizo la network kukaa vizuri, au unaita fluctuation ya network. Mfano, unaweza ukaweka TV mbili kwa pamoja. Mfano TV hii hii ni TV ya kwanza, unakuta labda Simba
na Yanga wanacheza pamoja, na hii TV ya pili umeweka sehemu moja, meza moja. Hii ni TV ya pili, Simba na Yanga wanacheza. Sasa unaweza ukashangaa TV ya kwanza labda Simba ashashinda goli, TV ya pili Simba hajashinda, ndo anaelekea kwenda kushinda. Sasa unakuta mbona huku ashashinda huku bado? Maana kuna tatizo hapa la network inakuwa inachelewa kudisplay katika baadhi ya vioo vya TV. Kwa hiyo sio vioo vya TV tu, hata vioo vya exchange, trading platform. Unaweza ukiamua na trade mwenyewe. Kwa mfano unatumia order ya marketing, maana yake unaweza ukakuta labda mfano Bitcoin imeshapanda, Bitcoin moja ukakuta labda inauzwa $90, halafu unasema hii shafika $90, ngoja niuze. Unauza katika marketing, kumbe simu yako inaonyesha $90 wakati ishashuka tayari, labda iko $85. Wewe hujaona, kumbe soko lishashuka, simu yako inachelewa kudisplay. Sasa unakuta unauza, unajikuta unapata hasara. Mtume, nishapata hasara, ilikuwaje? Unaanza kujiuliza. Ile halifai, ile sio tatizo, halifai. Tatizo ni la kimfumo wa kidunia. Network sometimes huwa haikai sawa kila sehemu, kwamba bei inavyo display vile vile kwa simu zote. Hapana. Kwa hiyo ili uweze kucheza vizuri na display ya network kama hii, inabidi utumie robot. Kwa robot inafanya kazi kwenye marketing live kama zilivyo katika market husika. Otherwise labda utumie limiting orders, kama unafanya trading ya sport au ya soko lolote lile. Okay? Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kingine ambacho unapaswa kukifahamu kama ni faida ya ROQ, kwamba huwa haiathiriwi na internet. Okay, kingine hulenga consistency kuliko faida ya haraka. Faida inakuwa ni consistency, inakuwa takriban ni mara kwa mara. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya plan jinsi ambazo wewe huwa unampatia. Lakini pia kitu kingine ambacho ni kama faida ya ROQ ni kwamba faida yako wewe ndio faida ya kampuni pia. Hii ndio tunaita it's a win-win situation. Kwa katika watu ambao wanaumiza kichwa ili wao upate faida, na ni kampuni hii ya ROQ pia. Okay, kwa wanaumiza kichwa, wewe umekaa umerelax, lakini wao wanaumiza kichwa kila siku, wanafanyaje ili wewe uweze kupata faida. Okay, kwa hiyo ni moja kati ya faida nyingine ya ROQ Robot. Lakini faida nyingine ya ROQ Robot, maboresho kila siku ili faida ipatikane kwa urahisi. Kwa every single unatakiwa wewe kuwa attention tu na simu yako. Wanasema fanyeni update. Unahakikisha unaingia kwenye ROQ yako au kwenye Play Store yako, una update system. Una update app yako kila baada ya muda ili iweze kusynchronize na zile system mpya ambazo wao wameziachia kwa muda fulani au kwa muda wa mwisho. Okay? Kwa hivyo. Lakini pia kingine, mtaji wako uko salama. API huwa haina ruhusa kutoa fedha. Lakini kingine ambacho cha mwisho unapaswa kukifahamu au kukizingatia sana ni kwamba hakuna withdraw, hakuna kutoa fedha huku kwenye robot, kwamba unaomba withdraw. Hapana, kwa sababu withdraw tayari shafanyika na ipo ndani ya exchange. Kwa fedha zako zipo ndani ya exchange, kwa unazitoa pale pale kwenye exchange kwa ajili ya kutumia. Lakini pia mtaji na faida zote zinabaki ndani ya wallet yako. Kumbuka, sio mtaji tu peke yake ndio unakomo kwenye wallet. Faida zinakomo ndani ya robot. Hapana, hata faida zako unazozipata zinakuwemo ndani ya exchange yako. Okay? Kwa hiyo iko hivyo. Inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa, karibu jifunze nasi kwenye ulimwengu wa kidijitali.